biashara. Mtazamaji, tunaanza na taarifa kwamba zoezi la kuwapasha tohara vijana katika jamii ya Bukusu imeanza rasmi mwezi huu wa Agosti. Baadhi ya familia zinazoenzi mtindo wa kitamaduni zikihakikisha kwamba wanao waliofika umri kwamba wanapitia tamaduni hii. Eric Rumbasi anatufungulia taarifa zetu na taarifa hii. Siku ya Ijumaa katika boma la Juma Wanzala eneo la Sinoko viungani mwa mji wa Bungoma, mwanawe Moses Juma alirejea kwa shangwe kutoka kwa wajomba wake akiwa amepewa ng'ombe, ishara kuwa wanamfurahia kuchukua hatua ya kupashwa tohara. Hiyo ni heshima tu za wajomba wake. Wamerudisha hiyo ng'ombe sababu wanaweza fikiria kwamba wamefikia mwishowe anaweza kukosa school fees. Na hiyo ng'ombe kwa kutokuchinja inaweza kumfanya hata babake anaweza uza akampelekea shule, wala kama kuna shida nyingine anaweza kushughulikiwa kupitia hiyo ng'ombe. Lakini so far wazazi hao wamethibitisha kwamba saa hii heshima ya mtoto na kujifunia mtoto ni masomo. Wakati unapooa mke wako tunapeananga mahari. Tukishapeana mahari, unapozaa na unapopata mtoto na ule mke mwenye ulipia mahari, huwa tunassume zile ng'ombe tulipeleka huko ile miaka iliyopita kama 15 na mtoto ndiye azaliwe afike umri wa kutairi, hiyo ni zaidi ya miaka 10, huwa tunassume hiyo ng'ombe ishaizaa aidha kandama ama hata na ndama zingine. So ni jukumu la wajomba kuchukua kandama kamoja na wakabidhi ule mtoto wao ambao ni mtoto wa dada yao Omuiwana. Baadaye anapewa muda wa kupumzika kisha kuwekewa nyama ya utumbo wa ng'ombe kwenye shingo, huku akipakwa samadi na kupewa mawaidha ya jinsi ya kuwa mtu mzima. Kijana huyo kisha anaruhusiwa kupiga kengele kwa saa 4 mfululizo, huku jamaa na marafiki wakijiburudisha kwa kinywaji aina ya busaa na kufurahia. So nafurahi leo kwa sababu natairi mtoto wangu wa kwanza, na nikiambia hivyo watu wengi wataamini juu wanaona kama niko mdogo sana, lakini as a culture mtoto wangu wa kwanza ni mama kutairi nyumbani. Hijakuwa rahisi, watu wanasema tumeokoka, culture tuachane nayo, lakini on my way side nimesema culture is culture, church is church. Ni shughuli nzima ya huminya ambayo inaweza kuanza hapa katika boma la Bwana Wanzala, na wanatarajia kuweza kupasha tohara mwanawe kesho asubuhi. Na kwa sasa shughuli ambayo inaendelea kwa sasa ni kuweza kumwimbia kijana huyo ili aweze kuwa na ukakamavu atakapokuwa akikutana na kisu cha ngariba. Tamaduni hii huandamana na masuala mengine mengi ambayo lazima yatimizwe, huku kina mama pia wakiwa na majukumu yao ya kutekeleza ili kufanikisha sherehe hiyo. Kitambo ilikuwa mtoto akianza kupiga hiyo kengele, si wanawake ndio wanasema, wanaita mtu mkubwa mwenye anaweza kuambia mtoto bila anaendelea. Wakisema hivyo anaitwa mkuro. Mkuro huyo ndiye anakuja kutengeneza huyo mtoto amwambie maneno. Huyo mtoto akitahirishwa, sisi wa mama wananyorosha miguu, hawezi kuongea, wananyorosha, wanaongojea mtoto. Mimi ndiye nitalambisha mtoto mwiko. Mtoto akitoka hapa kwa boma yao, nyumba ya kwanza alikuja kwangu kama shangazi yake mwenye alitambulia ambaye atamlambisha mwiko. Sasa huwa tutaki wanawake walete promotion because they can't. Tunasema huu kambila mwana. They can't kambila mtu wakati hao wenyewe hajatairi. That's why waneka wanawake kando, wanaume mbele. Na si tu mwanaume, ni mwanaume ambaye alipitia hii process ya kutairishwa nyumbani. Inapotimia asubuhi, kijana huyo hupelekwa mtoni kupakwa tope kisha kurejeshwa kupashwa tohara na ngariba walio na ujuzi wa kazi hiyo kwa miaka mingi. Ni utamaduni unaozidi kuenziwa na watu wa koo tofauti za jamii ya Babukusu, huku wakiahidi kuzidi kufuata kwa miaka mingi ijayo, wakisema una umuhimu mkubwa. Saa hii hata niseme saa hii nimekufa na niache bibi akiwa na mimba na azae mtoto kijana, lazima atairiwe na culture yangu. Akisema apeleke hospitali, huyo itakuwa atajua penye alitoa. Huyo sio mtoto yangu. Mwamba ngozi wamba akipeleka upande wa kwake
So wewe ukisema hii mila imepita na wakati, and culture is dynamic. Eric Lumbasi, West TV, Sinoko, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.